Msikilizaji wa Gray Simulizi, karibu katika simulizi yako pendwa inayokwenda kwa jina la Askari Polisi. Msimulizi wako ni mimi Gray Simulia. Ili kupata simulizi zetu na kujua simulizi mpya zilizotoka, usisahau kusubscribe. Tuanze na simulizi yetu ya Askari Polisi. Askari polisi jasiri kutoka Tanzania. Alizaliwa katika familia ya maadili ya hali ya juu, akiwa na ndoto ya kulinda haki na kuhakikisha usalama wa watu wake. Kutokana na nidhamu na bidii yake, alipanda vyeo haraka ndani ya jeshi la polisi na kupewa majukumu ya kupambana na uhalifu sugu jijini Dar es Salaam. Jina lake ni Neema Mwakalinga. Katika moja ya operation zake dhidi ya magenge ya ujambazi, Neema alikutana na mtu ambaye angebadilisha maisha yake milele. Jafari, kijana aliyekuwa sehemu ya kundi la wahalifu linalojulikana kwa uvamizi wa benki na maduka makubwa. Lakini tofauti na majambazi wengine, Jafari alikuwa na hulka ya kipekee kabisa. Alikuwa na hekima, busara na hakuwa na tamaa ya uovu wa milele. Alijihusisha na uhalifu si kwa sababu alipenda, bali kwa sababu maisha na mazingira vilimlazimisha. Siku moja Neema alipomkamata Jafari katika operation ya hatari, badala ya kumpiga risasi kama sheria inavyoruhusu kwa wahalifu wakorofi, aliangalia machoni pake na kuona kitu tofauti: huzuni, majuto na kiu ya mabadiliko. Hakuwa jambazi wa kawaida. Alikuwa mtu aliyejeruhiwa na maisha. Badala ya kumpeleka gerezani mara moja, Neema alichukua muda kumhoji na kumuelewa zaidi. Kadiri siku zilivyopita, Neema alijikuta akizama katika mazungumzo marefu na Jafari, akimsikiliza na kugundua upande wake wa pili wa maisha. Jafari alitokea familia maskini. Alipoteza wazazi wake akiwa mdogo sana, na maisha yake yote alikuwa akijaribu kupambana na hali ngumu bila msaada wowote. Msikilizaji wa Gray Simulizi, nikukumbushe usisahau kusubscribe ili kupata simulizi nzuri kutoka hapa Gray Simulizi. Alikuwa na ndoto kubwa, lakini mazingira yalimsukuma kuingia katika dunia ya giza. Neema alihisi mgongano mkubwa ndani yake. Alikuwa askari mlinzi wa sheria, lakini moyo wake ulianza kumhurumia mtu aliyepaswa kuwa adui wake. Sasa upendo wa ajabu ulianza kuchipua kati yao. Upendo uliojaa hatari na vikwazo vikubwa. Jafari aliona ndani ya Neema nuru aliyokuwa ameikosa maisha yake yote, na Neema aliona ndani ya Jafari nafsi inayotamani wokovu. Hatimaye Neema aliamua kufanya jambo lisilo la kawaida. Alimsaidia Jafari kuacha uhalifu na kujisalimisha kwa njia sahihi ya maisha. Ilikuwa safari ngumu, kwani hata jeshi la polisi lilishindwa kumwamini Neema aliposema Jafari amebadilika. Alipambana kuhakikisha anapata nafasi ya pili. Jafari alifungwa jela kwa muda mfupi kama sehemu ya mchakato wa kisheria, lakini alipotoka alikuwa mtu mpya. Jafari alifungwa jela
kwa muda mfupi katika sehemu ya mchakato wa sheria, lakini alipotoka alikuwa mtu mpya. Kwa msaada wa neema alipata kazi halali na kuanza maisha mapya. Mapenzi yao yalizidi kushamili, na licha ya upinzani kutoka kwa jamii, familia ya Neema na hata baadhi ya maafisa wa polisi walifanikiwa kuoana. Hadithi yao ilihamasisha watu wengi, ikionyesha kuwa upendo wa kweli unaweza kuvunja mipaka yoyote. Neema alithibitisha kuwa kazi yake haikuwa tu kukamata wahalifu, bali pia kuwasaidia waliopotea kurejea kwenye njia sahihi. Na Jafari alitoa mfano wa jinsi mtu anavyoweza kujikomboa kutoka kwenye maisha ya uhalifu na kuwa mtu mwema kwa jamii. Katika safari yao ya maisha walifungua taasisi ya kusaidia vijana waliokuwa katika hatari ya kuingia kwenye uhalifu, wakitoa mafunzo ya ujasiriamali na elimu ya kimaadili. Wakawa mfano hai wa mabadiliko na nguvu ya upendo wa kweli. Msikilizaji wa Gray Simulizi, na huo ndio mwisho wa simulizi hii ya Askari Polisi, na aliyekusimulia simulizi hii ni mimi Gray Simulia. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Asante, bye bye.